Na mtazamaji na Kivona Media, karibu kwenye Sports News. Hapa ni sehemu pekee ambaye unapata michezo hapa nyumbani na nje mpaka Tanzania. Kama kawaida ile tulicho mwingine mzee wa Red Card. Mwenzangu hapa ni Shaba Mchome, the heavyweight champion mmoja hiyo. Tukometisha kwa kweli. Nyuma kamera ni Clay Mchome. Ya timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ilikuwa kwenye FIBA series, au unaweza kusema kwamba kwenye kalenda ya FIFA. Tumeona mchezo wa kwanza Stars iliweza kupoteza kwa goli 1-0. Ni mchezo wa pili akaja kuinuka kuweza kushinda magoli 5. Katika mchezo huo tunaona vijana wengi wamepata nafasi ya kucheza. Kumbe tuna vijana ambao wana talent kubwa na vijana ambao wanaweza kulipambania taifa kwa namna moja ama nyingine. Unadhani baada ya michezo hii miwili unadhani nini kifanyike hasa hao vijana ambao wameonyesha mchezo mzuri lakini pia kushinda katika mchezo huo? Yaani mental ambazo zipo kwa mashabiki wa soka Tanzania ambazo zimeenda kwenye uongozi moja kwa moja, hata wale ambao wanawaleta kama makocha au kwa mabenchi au la ufundi wamekuwa kiadapt hayo mazingira. Ilikuwa inaonekana timu ya taifa ni ya wachezaji kutoka Simba, Yanga, Azam. Yaani ni mara chache sana ukamkuta mchezaji kutoka timu tofauti na hizi na akapata nafasi ya kucheza na akacheza vizuri. Nimemwona kijana wangu Bakari Msimu kutoka Coastal Union na amecheza vizuri licha kwamba hakucheza kwa dakika 90 lakini kuna kitu ambacho amekionyesha. Mchezo wa kwanza ambao timu ya taifa ilipoteza alizima bwana mdogo Twalib Nur, kijana mdogo kabisa. So tunao watu ambao wana huo uwezo. Ukitazama baadhi hawa wachezaji kutoka hizi timu kubwa kwa maana Simba na Yanga na Azam, wengine umri umeshakwenda sana. Unajua changamoto yetu ya umri kwenye soka letu la Afrika. Licha ya umri lakini pia hali ya upambanaji ni tofauti na yule ambao utamtoa kule. Kuna kitu cha ziada ambacho anatamani kukionyesha kwa wanaofuatilia. Kwa hiyo hiki kinatengeneza mazingira kwamba timu inabadilika, watu wanajitoa, wanaonyesha vile walivyo navyo. Lakini changamoto kubwa Nixon, hatuna hivyo vituo ambavyo tutakuwa tunazalisha watu ambao unaweza ukamchukua na ukamtumia. Ilifikia kipindi ikawa kuna baadhi ya wachezaji wanachukuliwa kwa lengo tu la kupata uzoefu. Kuna kipindi kama sijakosea, kocha alikuwa nani? John Boko alikuwa majeruhi, lakini alisafiri na timu ya taifa kwa sababu tu ya ukongwe wake, atakwenda kusaidia kitu kwenye kambi. Sasa ile nafasi, je, tungempa mchezaji ambaye ameperform, ambaye yeye tunakwenda kumtumia moja kwa moja, sio kwenda kupata uzoefu wala kwenda kutoa uzoefu kwa wengine, yeye akaenda akatumika moja kwa moja. Unaona ni nafasi ambayo Boko alizuia ya mtu ambaye angeingia moja kwa moja aende kutoa kitu. Kwa hiyo utengenezwaji wa hao vijana ni Kigamboni tu na Mnyanjani, kama sijakosea. Vinahitajika vituo vingi ambavyo vitakuwa vinatengeneza hao watu ambao watakuwa wana muendelezo. Amepita under 17, amepita under 20, then senior team. Huyu mtu ana misingi ya mpira, unaweza ukamtumia kwa namna yoyote. Anajua mbinu za mwalimu zinahitaji nini na kwenda kuzitafsiri mbinu kwenye uwanja ni vipi ambavyo unatakiwa kwenda kuzitafsiri. Leo hii kuna baadhi ya timu, sitaki kudhiaki baadhi ya makocha wanafanya vizuri, lakini ni makocha wa twende tukapambane. Leo hii umemleta kwenye timu ya taifa, then anakutana na kocha anampa mbinu kwamba wewe unatakiwa kwenda kufanya hiki na hiki. Yule atakapopita hapa nenda kacheze kwenye mazingira haya. Unanielewa? Huyu mtu anabebaje yale mawazo ya mwalimu kwenda kuyatafsiri uwanjani? Ni ngumu. Kwa shida kubwa Nixon tunaipata ni hawa watu ambao hawajaandaliwa, na hawa wakubwa ambao tumezoea kuwatumia mara nyingi bado hawawezi kutupa kile kitu ambacho mara nyingi tunakihitaji. Tazama mechi ya kwanza ambayo Stars wamepoteza. Nafasi nyingi wamezitengeneza wao lakini wamekuja kupoteza. Tazama goli ambalo lililofungwa na wale. Pasi ya kwanza, first touch amepiga long ball, imeenda moja kwa moja na kwenda kumpiga chenga Aish Manula, watu wanaweka mpira kambani. So ni mchezo ambao naweza nikazungumza kwamba timu ya taifa pengine kadiri tunavyozidi kwenda, kama wakiendelea kupewa nafasi hawa vijana wengine ambao by their performance ndio wanaitwa, pengine inaweza kutengeneza timu ambayo itakuwa na mvuto pia na matokeo ambayo wengine pia ambao hawajayategemea kuyapata kwenye timu ya taifa. Chome, michezo hii miwili, mchezo ambayo bila shaka inawezekana ikawa mingine tukacheza hapa katikati, lakini hii miwili tuiangalie kwa kocha Miguel Gamondi ambaye msimu ujao kwa mwaka 2027 atakuwa akiinoa timu ya taifa hii ambayo itakuwa kushiriki AFCON 2027. Unaonaje Miguel Gamondi mchezo hii miwili? Unaona atakuja kuleta manufaa zaidi msimu ujao kwenye mchezo wa AFCON? Kwanza ni kocha ambaye wakubali kumpa
project ya muda mrefu. Yes. Sababu ukimsikiliza amezungumza kwamba amefanya research yake na kugundua wapo wachezaji wa Kitanzania wapo huko Ulaya. Kama ataweza pia kuwaleta, pengine kuna kitu kipya ambacho kitaongezeka. Kama unaona tumeweza kuwapata kina Alarahia, yes, Haji Mnoga, Chazi Mbombwa. Yes. Uwepo wao kuna kitu cha ziada kinaongezeka. Yes. Kwa kuwa wametoka nje ambako mpira unachezwa na wanakuja kutuongezea kitu. Lakini pia kama hiyo project ya muda mrefu umeona kuwaita kama kina Bakari Msimu, yule striker kutoka JKT, unaona namna ambavyo anatumia, tazama namna ambavyo alivyoanza kumtumia Kibabage mchezo uliopita. Unaona kabisa kama atapewa huo muda atakuwa anajua kwamba huyu mchezaji nikimchezesha mazingira gani ananipa kitu gani, na nikimchezesha mazingira gani napata kitu gani. So ni project ya muda mrefu. Ni kocha mzuri tumemwona akiwa na Young Africans, ni kocha mzuri pia tumemwona akiwa na Singida, na hivi sasa timu ya taifa ya Tanzania tumeona kule Morocco namna ambavyo timu ilicheza, lakini namna ambavyo pia timu ilitoka kwenye ile michuano. Unaona kabisa kuna kitu ambacho Stars ilikuwa inatengeneza, kama si zile figisu na mambo mengine ya uwanjani, pengine timu ingekuwa ingesogea sehemu ambayo pia Watanzania hawakutegemea kuiona timu yao pale. So ni project ya muda mrefu na wamwamini kuona kile ambacho anakifanya na asipangiwe majukumu, kwa sababu hiyo vitu vipo kwenye soka letu. Anaweza akaonyesha vitu vikubwa. Kwa sababu inawezekana akaambia labda muite mfano kwenye kuwaita mwache fulani. Kwa hiyo isipopangiwa anaweza kufanya kitu kizuri zaidi. Yalitokea kwa Kevin John. Ambapo watu wengi hawajui kwa nini Kevin John haitwi, lakini changamoto za nje ya uwanja. Performance yake ni nzuri, anafanya vizuri, kuna mechi anafunga, lakini timu ya taifa ikawa haitwi. Umeona hayo mazingira sasa. Hayo mazingira ndio ambayo tunategemea kwamba yasiwepo, ili tuweze kupata cream nzuri, mchezaji aitwe kwa ubora wake, si kwa sababu kuna mgawanyo wa posho. Asante. Asante sana. Naam, kwa hiyo ni Mchome the heavyweight champion ambaye kidadavia kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, mara baada ya kucheza mchezo wa kwanza kufungwa goli moja, mchezo wa pili akaja kujiuliza wapi ambapo tulikosea na kuweza kushinda magoli 5-0, na kongole kukocha Mege Gamonde ambaye ameshika kijiti na kuweza kuendeleza gurudumu hili ambalo ameweza kuweka vijana ambao waliweza kufanya vizuri katika mchezo uliomalizika. Basi tuombe heri kabisa waweze kurejea salama Tanzania, lakini pia tuombe msimu ujao ambao utachezeka hapa Tanzania, Kenya na Uganda wafanye vizuri, na kama ambavyo anasema waziri wa michezo habari, waziri wa sanaa, habari na michezo Bwana Paul Makonda kwamba kombe litabaki Tanzania, kama Senegal ilifanya au kama Morocco, vyote vile muhimu tu kombe liweze kubakia hapa Tanzania. Mimi ndio mwenyewe ni mzee wa Red Card, nilikuwa hapa na Mchome kama ambavyo tumefanya hivyo, lakini nyuma kamera ni Clay. Nimtakie mchana mwema.